Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Kitengo cha kiserikali cha SNCS tawi la tarafa la Fizi na mji wa Baraka kimeendesha harakati ya kupana ada za familia siku ya 3 ya wiki hii ya tarehe 24 Septemba 2025 kwenye ofisi kitengo hicho mjini Baraka. Umati wa watu na ikiwa ni wanamemba wa kitengo hicho cha SNCS tawi la tarafa la Fizi na mji wa Baraka wameshuhudiwa asubuhi mapema kwenye ofisi kitengo hicho wakiwa wenye furaha. Bwana Akilimali Selemani Celestin ni mkuu kiongozi wa kitengo hicho cha SNCS tawi la tarafa la Fizi na mji wa Baraka, anaonesha kwa nini umati wa watu kupatikana kwenye ofisi yao. Kwa miezi imekwisha kupita mingi, lakini malengo ni yale yale. Ninakumbuka kwamba ni zaidi ya miezi 10 au 11 tulikuwa tena tunaona mambo ya hivi. Tunapenda kusema kama tulialika tena watu kuja kuchukua misaada kwa ajili ya watoto wao, ile ambayo tunaita allocation familiale. Kama mnaona watu wanakusanyika mahali hapa, walipata invitation za SNCS kuja kupata allocation familiale za watoto wao. Upande mwingine, Akilimali Selemani Celestin ametumia fursa hiyo kuonesha mara tena umuhimu mkubwa wa kitengo hicho cha kiserikali cha SNCS katika raia wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante sana. SNCS hapa kwetu nchini Kongo tulianza depuis 1961. Zamani tulikuwa tukiitwa INSS. Kisha mabadiliko ya jina yakafanyika tunaitwa SNCS. Hapa kwetu tarafani Fizi na katika mji wa Baraka tulianza mu 2016 wakati antene ya Fizi ilipofunguliwa. SNCS au Caisse Nationale de Sécurité Sociale ni kitengo cha serikali, c'est un établissement public à caractère technique et social ambayo inahusika na mazingira ya wafanyakazi katika ulimwengu wa kazi. Ile ndio tunaweza kufasiria katika Kiswahili. Ni kitengo cha serikali ambacho kinahusika na wafanyakazi katika mazingira yao ya kikazi. Huduma za SNCS zinakuwa katika aina 3 au 3 branches servies par la SNCS. Kitengo cha kwanza au branch ya kwanza tunasema ni prestation aux familles. Misaada ambayo tunapatia jamaa za wale watu walengwa. Ile tunaita prestation aux familles. Katika prestation aux familles unakuwa ile ambayo tunaita allocation familiale, ile ambayo nilikuja kuchukua hapa kwa siku ya leo. Kunakuwa ma allocation prenatale ambao wamama wajawazito wanapokea. Kunakuwa allocation de maternité ambao wamama wazazi wanapokea, na kunakuwa indemnité journalière de maternité ambao wafanyakazi wenye wanakuwa katika likizo wanakuwa pia na misaada ambao wanakuwa wanapokea kwenye SNCS. Ile ni kitengo cha kwanza au branch ya kwanza. Branch ya pili tunaita la branche de risque professionnel, yani kitengo cha hasara zote ambazo zinapatikana katika ulimwengu wa kazi. Katika ulimwengu wa kazi kunakuwa magonjwa inayotokana na kazi na kunakuwa na aksida zinazotokana na kazi. Wakati mambo kama yale yanafikia mfanyakazi, anakuwa na droit ya kuja kupata misaada fulani kwenye SNCS. Ile ni aina ya pili. Na aina ya tatu ni ile tunasema pension au ni pesa za uzee. Wakati mtu alikuwa anahusika na mambo ya SNCS hapa, alikuwa mwenye kuorozeshwa, alitumika katika ujana wake, alichangia katika ujana wake, anapozeeka, anapostaafu, anapofika kwa umri wa kuchoka, anapostaafu, SNCS anaanza tena kumpatia misaada ile ambayo tunaita pension. Na zile pension pia ziko aina mbalimbali. Yaani kwa kifupi ni 3 branch zenye ziko servi na SNCS zile ambazo tunatoka kufasiria. Nao walionufaika na hada hiyo ya familia wamesema kushukuru vya kutosha, kwani umekuja kwa muda muafaka ukilinganisha na hali ya sasa ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hawa wameomba kwa kitengo cha kiserikali cha SNCS kuwa natoa ada za familia kwa wakati unaofaa. Mmoja kati yao anaeleza yafuatayo. Niko hapa, mimi ndo kwanza play for College Notre Espoir.
tulifika hapa mkadri kia kamata na location familia. Mambo ya kukawia ni mambo yenye kujua ya uwezo wangu. Sisi nikajua ukweli, ila kwa bahati nzuri leo hii wamepana 2 trimestre. Kati ya trimestre na trimestre. Na maana kwangu mimi ni mambo ya kawaida tu kawia, sio vitu ambavyo mimi na hata nikasema biko upande wangu wala kwa upande wa watu wa SNCS. Na labda inategemana na peut-être ngambo ya mambo fulani tu yenye siwezi jua na mimi mwenyewe. Na labda kwa ufupi unaweza kuzungumzia vipi manufaa ambayo mnayapata? Manufaa ni mengi tu na sio leo tu, ni mambo ya kawaida, jua iko leo ndo tunaweza faidika kuhusu mambo ya SNCS. Kwa ushauri wangu tu wale ambao hawajajadili kusema bado kujafikia SNCS, ningewaomba tu wafikirie vizuri ili nao wakuje wajadili SNCS, kwa sababu kuna mambo mazuri ambao sasa vile mimi sasa nikasema kama nikubatisha ni haki na kila mkongomani kuna haki ya kujadili SNCS. Ujumbe wangu kwa shirika la SNCS ni pale kunapotokea tatizo, naweza nikapendelea wakiwa wanatufikia mentor kutuambia, kwa sababu kuna wale ambao walikuwa washasema wale wanakawia nini, na kama wakutembelea institution kuambia kisa ni nini, watu lazima hawatakuwa wanaelewa, lakini wakiwa wanatembelea mentor kuambia wenyewe vinaendelea, itakuwa ni mambo mazuri sana. Hata hivyo, kila kazi inakuwa ikosi changamoto. Bwana Akilimali Selemani Celestin anaonesha hapa changamoto kadhaa ambazo anakuwa akikutana nazo katika eneo la tarafa la Fizi na mji wa Baraka. Yaani changamoto ni nyingi sana. Changamoto ya kwanza, tunapoambia watu maneno hawayakubali kabisa kwa urahisi. Sababu maneno yetu kabla hayajasindikizwa na matendo, watu wanasema ni uongo. Wanasema watakupokeza pesa, leta gani ile napokeza na pesa, ni uongo. Ile ni changamoto za kwanza tunakuwa tunapata. Changamoto za pili ni watu ambao wanatulaumu kwa haraka bila kujua kwamba wao wanakuwa na devoir fulani ya kutimiza kabla wajapata misaada. Kuna mtu anajua anatumika kazi, anajua employer wake iko afili, lakini hajui suivi ya dossier yake. Hajui karatasi gani zinatakika kusenses ili apokee. Sasa itafikia tu wakati fulani anaanza kulaumu SNCS ni wezi, walibeba michango yangu bila kupokea. Ile ni changamoto kabambi kabisa ya mtu anashindwa kutambua ya kwamba kabla mtu hajapokea kuna kwa prealable fulani ambayo anapaswa kulitimiza. Zile changamoto zaidi mbili ambazo tunakutana nazo. Ikiwa mwaka huu ni mwaka 2025 na kwenye harakati za kupana ada za familia, siku ya 3 ya tarehe 24 Septemba 2025 ilikuwa kwa ajili ya kupana kwa mwaka wa 2024. Akilimali Selemani Celestin anaonesha kuchelewa kwa kufanyika kwa harakati za kutoa ada za familia kwa wanamemba wao kwa muda unaofaa. Retare inafatana na misukosuko ya nchi. Inabidi tuwe wazi kwa kusema. Mimi ambao nao fasiria hapa, mimi kiongozi, ilikuwa ni mwezi wa pili, mwisho wa mwezi wa pili nilitoka kidogo katika mji wa Baraka kwa ruhusa ya serikali. Nilijielekeza mjini Kalemi, nilitumika pale, nikajielekeza mjini Kinshasa kwa ruhusa na uongozi wa serikali. Unaona ni mambo ya pesa ambayo yanafanyika kwenye SNCS. Serikali inapoona kwamba mazingira sio mazuri kutuma pesa, inachunga, inahifadhi zile pesa hadi muda utakapoonekana utulivu na usalama. Na wakati nilifika mjini Kinshasa tukapana ripoti ya kwamba usalama upo, serikali anadhibiti mambo yote, serikali aliamua sasa kutuma ile misaada ambayo ilikuwa ikicheleweshwa. Ndiyo maana kwa kuwa clear, leo tunalipa trimestre 2, tunalipa 4e trimestre 2024, tunalipa premier trimestre 2025. Na kisha ripoti ambayo nitapeleka ya kulipa na zingine zinatumwa, sababu kunakuwa hata 2e trimestre 2025 ambayo italipwa kwa siku za karibu. Tukishamaliza hizo operasyon za PMA, tunapeleka ripoti na pesa zingine zinatumwa. Yaani kifupi ni kusema kulikuwa retare kidogo lifatana na hali ya wasiwasi ambao ilituma uongozi kulikuwa kwanza na maduti ya kutuma pesa, lakini kwa leo hali ni shwari na uongozi umeamua kutuma misaada ambayo ilikuwa ikichelewa. Mwishowe kiongozi huyo amesema kuwa bado milango ipo wazi kupokea wanamemba wengine wapya ili kuendelea kufaidi na misaada inayotolewa na kitengo hicho.
Akilimali Selemani Celeste anaeleza mara tena. Retare inafatana na misukosuko ya nchi. Inabidi tuwe wazi kwa kusema. Mimi ambao nao wafasiria hapa, mimi kiongozi, ilikuwa ni mwezi wa pili, mwisho wa mwezi wa pili nilitoka kidogo katika mji wa Baraka kwa ruhusa ya serikali. Nilijielekeza mjini Kalemi, nilitumika pale, nikajielekeza mjini Kinshasa kwa ruhusa na uongozi wa serikali. Unaona ni mambo ya pesa ambayo yanafanyika kwenye census. Serikali inapoona kwamba mazingira sio mazuri kutuma pesa, inachunga, inahifadhi zile pesa hadi muda utakapoonekana utulivu na usalama. Na wakati nilifika mjini Kinshasa, tukapana ripoti ya kwamba usalama upo, serikali anadhibiti mambo yote. Serikali aliamua sasa kutuma ile misaada ambayo ilikuwa ikicheleweshwa. Ndiyo maana kwa kuwa clear, leo tunalipa trimestre 1000, tunalipa 4e trimestre 2024, tunalipa premier trimestre 2025. Na kisha ripoti ambayo nitapeleka ya kulipa na zingine zinatumwa, sababu tunakuwa hata 2e trimestre 2025 ambayo italipa kwa siku za karibu. Tukishamaliza hizi operasyon za PMA, tunapeleka ripoti na pesa zingine zinatumwa. Yaani kifupi ni kusema kulikuwa retare kidogo lifatana na hali ya wasiwasi ambao ilituma uongozi kulikuwa kwanza na maduti ya kutuma pesa, lakini kwa leo hali ni shwari na uongozi umeamua kutuma misaada ambayo ilikuwa ikichelewa kule. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.